Nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes ameripotiwa kufanya uamuzi wa mwisho kuhusu mustakabali wake wa kuamua kubaki Old Trafford kwa angalau msimu mmoja zaidi licha ya kuendelea kuwindwa na klabu kadhaa za Saudi Arabia. Kiungo huyo wa kimataifa Ureno amekuwa akihusishwa na uwezekano wa kuondoka Manchester United dirisha hili la usajili, huku Al Nassr inayomiliki nyota Cristiano Ronaldo ikitajwa kuwa miongoni mwa timu zinazomwinda kwa nguvu. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, Fernandes tayari amewaambia baadhi ya wachezaji wenzake pamoja na watu wake wa karibu hana mpango wa kuondoka Manchester United kwa sasa. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 31 anaendelea kuwa sehemu muhimu ya mipango ya muda mrefu ya Manchester United, huku viongozi wa klabu hiyo wakionekana kutokuwa na wasiwasi wowote kuhusu hatima yake. Fernandes bado ana mwaka mmoja katika mkataba wake wa sasa, huku Manchester United ikiwa na chaguo la kuongeza mmoja zaidi. Pia mkataba wake una kipengele cha kuondoka kwa euro milioni 65 kwa klabu zisizo za England. Licha ya uamuzi huo, klabu za Saudi Arabia bado hazijakata tamaa, ikiwa ni pamoja na Al Hilal, Al Nassr na Al Ittihad. Zote ziliwasiliana na mchezaji huyo dirisha la usajili lililopita, huku Al Hilal ikielezwa kuwa karibu zaidi kumpata kabla ya mchezaji huyo kubadilisha msimamo wake. Inaelezwa Al Nassr bado ina nia ya kumshawishi Fernandes kujiunga na klabu hiyo ili kuunda upya ushirikiano wake na nahodha wa Ureno Cristiano Ronaldo. Tetesi hizo zimeongezeka zaidi baada ya kocha wa timu ya taifa ya Ureno kuripotiwa katika mazungumzo ya kuinua Al Nassr baada ya kombe la dunia. Mustakabali wa Fernandes uliwahi kuwa na sintofahamu baada ya nyota huyo kudai katika mahojiano viongozi wa Manchester United walikuwa tayari kumwachia aondoke kama angeamua kufanya hivyo. Klabu ilitaka niondoke, niliwaambia viongozi kuhusu hilo, lakini nafikiri hawakuwa na ujasiri wa kufanya uamuzi huo kwa sababu kocha alitaka nibaki, amesema Fernandes. Hata hivyo, hali imebadilika ndani ya Manchester United, huku kocha Michael Carrick akisisitiza umuhimu wa kumhifadhi nahodha huyo kama sehemu ya msingi ya kikosi chake. Tangu alipojiunga na Manchester United akitokea Sporting SP Januari 2020, Fernandes amekuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi wa klabu hiyo. Amefunga mabao 107 na kutoa pasi 108 za mabao katika mechi 327 alizoichezea timu hiyo. Msimu uliopita aliweka rekodi mpya ya ligi kuu England kwa kutoa pasi 21 za mabao, akivunja rekodi iliyokuwa ikishikiliwa kwa pamoja na Thierry Henry na Kevin De Bruyne. Ubora wake umeendelea hata katika kombe la dunia la mwaka huu na alitoa pasi ya bao katika ushindi wa mabao 5-0 wa Ureno dhidi ya Uzbekistan.